Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Gaspar Apolinari Silveri, ni diwani wa kata ya Dung'unyi, moja kati ya kata za jimbo la Ikungi Mashariki, na tuko hapa kwa kushiriki kongamano la vijana ambalo limeandaliwa na halmashauri yetu ya wilaya ya Ikungi, ikiwa ni moja ya matayarisho ya mapokezi ya Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026, ambapo leo tumekuwa na watu wa mada wazuri kweli kweli ambao wameleta msisimko mkubwa na hamasa kubwa kwa vijana kuanza kujitafuta, kuona namna gani wanaweza kujiletea maendeleo. Kwa hiyo kama moja ya kata ambayo iko katika halmashauri ya Ikungi, basi bila shaka wapo vijana ambao wamekuja pia kutoka kwenye kata yangu kushiriki kongamano hili, na mimi nimeona ni fursa kubwa sana kwetu, kwa sababu tayari zipo fursa ambazo ziko ndani ya kata yangu, lakini inawezekana pia vijana walikuwa hawazioni, lakini kwa semina ambazo zimetolewa, mafunzo ambayo yametolewa hapa, wameweza kuwajengea uwezo wa kuona kwamba kila jambo linawezekana, kwa sababu kijana mwenyewe ni fursa, kwa sababu inaonekana kijana ni kwamba ana nguvu, ana maarifa, ana muda wa kutosha wa kuweza kuziona fursa na kuzitumia kwa ajili ya kujiletea maendeleo yake mwenyewe na maendeleo ya jamii kwa jumla. Tunapozungumzia swala la fursa, ni swala la mtazamo. Ni swala tu la mtazamo, lakini pamoja na mtazamo binafsi wa kijana mmoja mmoja, lakini serikali pia imejitahidi kujaribu kuwafungua akili vijana kuona uwezekano wa nini cha kufanya ili waweze kujiletea maendeleo. Kwa mfano, katika kata yangu upo mradi wa kimkakati kabisa ambao tayari umeshatambulishwa na Wizara ya Kilimo, na mradi huo unahusiana na swala la kilimo cha umwagiliaji, ambao tayari kuna eneo lipo katika kijiji cha Kipumbwiku, na vijana walipewa kipaumbele pamoja na wanawake kuweza kuomba nafasi za kuweza kwenda kuendesha kilimo cha umwagiliaji. So wanacholeta pale ni kwamba wanajaribu tu kuboresha na kurahisisha shughuli za kilimo cha umwagiliaji kwa kutuchimbia lambo ambalo litasogeza huduma ya maji, ambao maji ni muhimu sana, kwa sababu tukizungumzia habari ya kilimo pamoja na mambo mengine, lakini tunahitaji ardhi kwanza, lakini tunahitaji pia maji ya uhakika ili tuweze kuzalisha kwa uhakika kwa msimu mzima wa mwaka. Kwa hiyo naamini katika hili ambalo wamepata hapa, wamefundishwa kuhusiana na masuala ya fursa, lakini wamefundishwa kuhusiana na masuala ya maadili, uzalendo na mambo ya uwajibikaji na masuala ya uraia. Kwa haya yote ukiyachanganya kwa pamoja, utapata package nzima ambayo kijana akitoka hapa atakuwa amekamilika na hatakuwa hana mashaka kabisa kuianza safari yake kama alikuwa hajaanza ya kutafuta mafanikio kufikia ndoto yake. Lakini kama alishaanza safari, basi mbinu za kuyaelekea mafanikio atatoka nazo hapa, mbinu nyingine mpya za moto ambazo kwa hakika zitamfikisha kule ambapo anataka. Lakini vijana pia wameweza kusikia kutoka halmashauri yao kwamba kuna utaratibu wa utoaji wa mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri, ambao afisa wetu wa idara ya maendeleo ya jamii, dada yetu Haika, ameweza kueleza vizuri, na tumeona kabisa bungeni, katika bunge ambalo limepita, bunge limeweza kupitisha sheria ambayo sasa zitakwenda kuwa 15%, kwa maana kwamba 10% mchangano wake unabaki kama ulivyo, lakini 5% zimeongezwa katika kujenga mazingira ya vijana kuweza kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, kwa sababu unakuta wanachukua mikopo lakini hakuna sehemu za kufanya biashara. Kwa hiyo wamesema ile 5% inaweza ikaelekezwa kwenye maeneo ambayo wanaweza kujenga masoko, wanaweza kuboresha eneo mazingira labda ya minada na miundombinu mbalimbali, ambayo vijana wakichukua zile pesa wanaweza wakapata urahisi fulani wa kuweza kufanya shughuli zao za kujiletea maendeleo. Vijana wametakiwa kuwa waaminifu. Vijana watakiwa kuwa waaminifu, na uaminifu wa vijana umetakiwa kuwa katika takriban maeneo matatu. Eneo la kwanza ni kwenye ubora wa kile ambacho wanakifanya. Shughuli yoyote ambayo anaifanya anatakiwa hakikisha kwamba ina kiwango cha ubora ambacho kinakidhi mahitaji ya yule ambaye anahitaji kunufaika na hiyo kazi ambayo anaifanya. Kama anazalisha bidhaa, basi bidhaa iwe na ubora wa uhakika. Kama amepata ajira, basi fanya shughuli ile katika ubora ambao unastahili. Lakini jambo la pili, tunapaswa vijana kuwa na uaminifu katika masuala ya taarifa. Unatoa taarifa kuhusiana na wewe binafsi, lazima utoe taarifa ambazo ni sahihi. Taarifa inakupa nguvu. Unapotoa taarifa sahihi, basi mamlaka husika na watu wanaokuhusu wanapata kukufahamu zaidi na kupata nafasi nzuri ya kuweza kukusaidia. Lakini jambo la tatu ni kwamba vijana wanapaswa pia kuwa waaminifu sana katika masuala ya fedha, kwa sababu hizi fursa ambazo zinakuja kwa upande wa serikali wanaleta mikopo, lakini hata kutoka kwa watu binafsi, chochote kile ambacho unakuwa umeaminiwa nacho, umepewa kiasi cha pesa kwenda kufanya biashara,
akafanya biashara na kujaribu kurejesha ili wengine waweze kukopa. Lakini vijana wengi wamekuwa na changamoto hiyo ya kukopa, lakini na kukosa uaminifu katika mambo ya fedha, wanashindwa kuithamini fedha ambayo wanaipata. Kwa hiyo tukitengeneza mindset zetu, tukitengeneza mtazamo mzuri, kwanza mitazamo yetu iwe sahihi kwanza kabla ya kupewa pesa mkononi, ili mtazamo unatupa nguvu ya kuweza kutumia ile mikopo vizuri na kutengeneza faida na kurejesha, lakini na sisi pia tunatimiza ndoto zetu, lakini tunaisaidia serikali pia kuendelea kusaidia watu wengine.